Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika channel hii Dira ya Matumaini TV. Asante kwa kuendelea kufuatilia masomo yote ambayo tunaendelea kupeperusha. Kumbuka somo ambalo tumemaliza lielezea kuhusu pazia inayogawa pahali patakatifu na pahali patakatifu mno. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu tuingie ndani tupite katika pazia hiyo, na kabla ya kuingia ndani tujue ni kitu gani kinachopatikana ndani ya pahali patakatifu mno. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Bariki yule mtazamaji, mtakase hata somo hili liweze kumpa baraka na aweze kubarikiwa. Jibu kwa mahitaji na maombi yake ya kila siku, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Tangu tumeanza mfululizo haya ya mafundisho yetu kuhusu hema takatifu, fundisho hili ni la 9, linasema sanduku la agano. Sanduku la agano. Kumbuka hiyo shairi ya pekee ambayo tuko naisoma, kitabu cha Kutoka 25 aya hiyo, sura yote ndiyo ambayo tuko naelezea kuhusu hema takatifu. Leo tusome aya ile 22. Tunakuta maneno haya yanayosema, hapo nitakutana nawe, nami nitasema nawe kutoka juu ya kiti cha rehema. Mungu abariki neno lake. Na habari za sanduku la agano ni katika shairi ya 10 hadi shairi ya 22. Kisha kuona pazia, tutafakari kuhusu sanduku la agano. Sanduku la agano, rafiki mpendwa, ndilo moyo wa hema takatifu yote. Yaani moyo wa hema takatifu ni sanduku la agano. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kuligusa sanduku hili. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kulifungua sanduku hili. Hakuna mtu yeyote aliyeruhusiwa kulichezea. Hata kuhani hakuruhusiwa kuchezea sanduku hili la agano. Kwa nini? Kwa sababu sanduku halikuwa tu sanduku la dhahabu, lakini ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu, mamlaka yake, agano lake na kiti chake cha enzi katika taifa yake. Na popote ambako sanduku hili lilifika, Mungu alikuwa pamoja naye. Yaani popote ambapo sanduku hili lilikuwa, Mungu alikuwa akidhihirisha uwepo wake mahali kote ambako sanduku hili lilipatikana. Sasa sanduku hili mpendwa, ilikuwa nini? Acha nikuambie, sanduku hili ilikuwa inawakilisha ama inadhihirisha uwepo wa Mungu. Kulingana na ile Kutoka 25 aya ya 21 na 22, utakuta Mungu mwenyewe anaposema, hapo nitakutana nawe. Mungu hakusema atakutana na taifa lake kwenye mlango wa ukuta wenye pango inayozunguka hema takatifu. Mungu hakusema atakutana na taifa lake kwenye madhabahu ya sadaka. Hakuna. Mungu hakusema atakutana na taifa lake kwenye birika la maji. Hapana. Mungu hakusema atakutana na taifa lake kwenye kinara cha taa. Mungu hakusema atakutana na taifa lake kwenye meza ya mikate ya onyesho. Mungu hakusema atakutana na taifa lake kwenye pazia, lakini Mungu aliweka akasema atakutana na wanawake kwenye sanduku la agano, mahali ambako kunaonekana utukufu wake. Na utukufu huo ambao ulikuwa unaonekana kwenye sanduku la agano ulikuwa unaitwa Shekinah. Utukufu wa Mungu, utukufu ulikuwa ulionekana kwenye sanduku, na utukufu huu uliitwa Shekinah. Wapendwa, hapa ndipo kulikuwa utukufu
utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ulionekana juu ya sanduku kati ya makerubi mawili walionekana kwenye sanduku hili la agano. Na Mwisraeli wote walijua kwamba wanapoona sanduku wameona uwepo wa Mungu katikati yao. Sasa hii sanduku ilitengenezwa na nini? Je, vilivyotengeneza sanduku hii ni vitu vilivyotoka mbinguni? Jibu ni hapana. 25 kitabu cha Kutoka aya ya 10 na ya 1 utagundua kwamba sanduku la agano imetengenezwa na hizo mbao ama mti ambayo ilikuwa imetengeneza vyombo vingine vyote katika hema takatifu hii, mti wa mshita, na wakapakaa kwenye sanduku hili dhahabu. Ilifunikwa na dhahabu safi ndani na nje yake. Mbao haziwezi. Hii mti ilikuwa mti ambao Mungu mwenyewe alichagua, kwa sababu yeye alijua siri katika miti hiyo iliyotengeneza sanduku la agano. Dhahabu ni alama ya utukufu, ni alama ya usafi, ni alama ya uwepo wa Mungu. Hii ilikuwa kivuli cha Kristo. Na mbao siku zote mbao inamaanisha ni kiwakilishi cha mwanadamu. Na yaani tunapoona sanduku la agano, namna ilivyotengenezwa na vile ambavyo vilikuwa juu yake, tunaelewa kwamba sanduku ya agano ilikuwa ni kiwakilishi cha Kristo, ambaye amebeba ubinadamu na anabeba uungu kwa wakati mmoja. Yeye ni Mungu na yeye ni mwanadamu, kwa ajili ya wokovu wa mtu, kwa ajili ya wokovu wangu na wako. Yesu kakubali kuchukua mwili wa binadamu, yaani akakamata mtu ubinadamu, wakati ambapo yeye kwa wakati ule ana uungu. Kristo alikuwa mwanadamu wa kweli, lakini pia alikuwa Mungu wa kweli, ili mwanadamu aweze kuokolewa. Sasa sanduku hili, mahali ambako lilipokuwa linapita, kuna kitu cha msingi katika Biblia kimenivutia sana, kwa sababu mahali kote ambako sanduku la agano ilipita kulikuwa kunatendeka vitu vya pekee, miujiza. Ndio maana nilipendelea tutafakari mahali fulani ambako sanduku hili ilipita. Mahali pa kwanza ni kitabu cha Yoshua 3 aya 13 hadi 17. Kuna kitu cha pekee hapo. Yoshua 3:13 hadi 17 utagundua kwamba kunapatikana mto wa pekee ambao ni mto Yordani, ambao kwa miguu ya mwanadamu hauwezi kuvuka bila kutumia chombo chochote. Lakini kwa neema ya Mungu, wana wa Israeli katika uongozi wa Yoshua walivuka mto Yordani, na makuhani walipobeba sanduku na kukanyanga maji, mto Yordani ukasimama. Wameichukua sanduku na wakakanyanga maji, mto Yordani ukasimama, na taifa lote likavuka mto ule bila matatizo, kwa sababu njia Mungu aliiweka. Yaani sanduku haikuwa nguvu ya makuhani, haikuwa nguvu ya makuhani, au ndani ya sanduku hamkuwa irithi, lakini sanduku ilikuwa inatangaza uwepo wa Mungu katikati ya Israeli. Yaani sanduku ilikuwa ni kiwakilishi cha nguvu ya Mungu. Kumbuka Yoshua 6 aya 6 hadi 20, utakuta kwamba muujiza wa pili ulitendeka. Ukuta wa Yeriko ulianguka. Sanduku la agano lilizungushwa kwenye mji wa Yeriko mara 7 na ukuta ulianguka. Ni kwamba kuna kitu kilikuwa kikitendeka kupitia uwepo wa sanduku
mahali ambako kote ambako sanduku hili kuinafika. Samueli ya kwanza 5. Wafilisti wameenda wameibeba sanduku la agano. Wameibeba kwa kuikamata. Wameipeleka katika kambi lao. Ona vile vilivyotendeka. Hata sanamu zote za Dagoni zilipiga magoti zikasujudu. Hata watu wa Filisti kulingana Samueli ya kwanza 5 walipata mapigo ya pekee katika taifa lao la Wafilisti. Kumbuka kitabu cha Samueli ya pili 6. Uza alipoona sanduku linataka kuanguka, yeye mwenyewe alidhani kwamba anafanya jambo njema kulisaidia sanduku, lakini hapo hapo akakufa. Hii ni funzo ya pekee mpendwa. Mtu wa pili ambaye amenivutia sana kupitia sanduku hili la agano ni Shaila 11 sura ya 2 kitabu cha Samueli 6. Samueli ya pili 6 aya 11. Kumbuka habari za yule Obedi wa Edomu. Huyo alibarikiwa kwa sababu sanduku lilikaa nyumbani mwake kwa miezi 3. Hii ni fundisho ya pekee. Uwepo wa Mungu ndicho kitu cha maana sana katika maisha ya mtu wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndicho kitu ambacho kinahitajika sana. Unaweza kuwa na vitu vyote duniani. Unaweza kuwa na mali yote duniani. Unaweza kuwa na vyote duniani, lakini usipokuwa na Mungu, haujakuwa na kitu cha maana kwako. Umekuwa na pesa, umekuwa na watoto, umekuwa na magorofa. Ukikosa kuwa na Mungu, uwepo wake unapoondoka kwako, rafiki mpendwa, acha nikuambie, hautapata amani moyoni mwako. Kile kinachotupa amani sio pesa, sio magari, sio nyumba, sio vyeo ambavyo tunavipewa katika ulimwengu huu, lakini kile kinachotupa amani ni Mungu. Na jambo lingine nalolipata katika fundisho kwenye sanduku la agano ni kwamba unapozogea karibu na Mungu, usipokuwa na heshima kwake, hata kama una nia nzuri, lakini usipoweka utiifu katika maisha yako, unajiletea laana katika maisha yako. Kumbuka kisa cha Uza. Uza alikuwa na nia njema ya kusaidia sanduku lisibomoke, lisichafuke, lisiharibike, lakini nia haifai kama utiifu. Utiifu ni muhimu kuliko nia njema. Yaani kile ambacho Mungu anahitaji utiifu. Na unaposikia Mungu, inabidi ukizogea karibu na Mungu, uendapo kanisani, anja weka kicho kuwa mtu wa heshima mbele za Bwana. Kila Mwisraeli alijua kwamba afikapo kwenye sanduku la agano, ilikuwa amefika kwenye uwepo wa Mungu. Ndio maana hakuna mtu ambaye yeyote katika Israeli kwenye hema takatifu aliyeingia pahali patakatifu mno, isipokuwa kuhani mkuu ambaye ilikuwa anavuka pazia na kuenda kufanya huduma katika pahali patakatifu mno. Ni fundisho la pekee. Mbele za Mungu usikue ovyo ovyo. Mbele za Mungu acha makelele. Mbele za Mungu imba kwa utaratibu. Mbele za Mungu acha kuchekacheka. Mbele za Mungu acha kuchati ovyo ovyo. Unajua unakutana na nani? Faa vizuri, tembea vizuri, kwa sababu uko mbele za Mungu. Hapo muda ulipopita, kumbuka Mungu akasema ufikapo mbele zake inabidi uwe kimya. Leta utaratibu, acha kuingia mbele za Mungu kwa makelele. Ni Wakristo wangapi waendapo kanisani ni makelele tu, hawanasahau kwamba wako mbele za Mungu. Usikiapo habari, usikiapo sanduku la agano linatangaza kwamba unapotaka kumkaribia Mungu, anja kujisafisha. Ndio maana yule mkuhani mkuu kabla hajaingia pahali patakatifu mno, alianza kutoa sadaka
ya kuomba msamaha kwa ajili yake mwenyewe, ili asiende kutana na Mungu, asiingie pahali patakatifu anapokuwa na takataka ya dhambi, kwa sababu akisubutu kuingia hapo hataondoka anapokuwa hai. Ilikuwa katazo na walipokea jambo hili kwa heshima. Ni wangapi kati yetu aendapo mbele za Mungu anaenda hapa kitafuna? Munanunulia watoto wenu machakula, wanazikula katika ibada. Je, unamjua Mungu tunayemwabudu kweli? Je, unamjua Mungu tunayemtukuza kweli? Mtu anacheka mpaka meno yote kinywa yote inafunguliwa. Unajiuliza, huyu anajua yuko wapi? Ingelibidi wapendwa tuelewe kwamba Mungu wetu anahitaji heshima ya pekee. Umheshimu kucheka kwako, kuongea kwako, unapochati katika ibada, haujue uko wapi. Ila ukijua uko kwenye uwepo wa Mungu, usiuondoe. Tembea vizuri. Ukijua uko kwenye ibada, funga simu yako, weka vitu vyote pembeni, kwani uko mbele za Mungu. Rafiki mpendwa, tunaposikia habari za sanduku la agano, inatutangazia kwamba tuko karibu na Bwana. Mungu hakusema atakutana na taifa lake mlangoni. Alisema hapo kwenye kiti cha rehema, kwenye sanduku hili la agano, ndipo nitakapokutana na wewe. Yaani sanduku la agano linatangaza uwepo wa Mungu kwetu. Leo hii hatuone Yesu katika sanduku ambalo limechorwa na wanadamu, lakini sanduku la leo la agano ni Yesu Kristo, ambaye anatakiwa awe moyoni mwako. Ndio maana nasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani pahali patakatifu mno ni mwili wako. Jiulize, je, uwepo wa Mungu unaonekana kwako ama umetoweka? Taifa la Israeli lilipokuwa linagundua kwamba uwepo wa Mungu umetoweka, hata vifo, mapigo yalikuwa yanaonekana. Acha kujiletea laana. Elewa mwili wako ni hekalu la Roho wa Mungu. Yesu mwenyewe ndiye sanduku la agano leo. Ikiwa Yesu ndiye kiwakilishi leo cha sanduku hilo agano, inabidi kabla ya kumwimbia, jichunguze wewe. Kabla ya kutoa sala, jichunguze wewe. Kabla ya kukaribia Yesu, rafiki mpendwa, namna mkuhani alianja kujitakasa, na wewe umealikwa wakati huu, jitakaseni, kwani Mungu wetu yeye ni mtakatifu. Mungu akusaidie na kufundishe kwamba uache mizaha mbele za Bwana. Mbona unaimba ovyo ovyo? Mbona unakula ovyo ovyo mbele za Mungu? Epuka hiyo makosa ya kisasa. Watu wa leo wanaendelea kupata malaana kwa sababu unaenda mbele za Bwana unapochati. Unajua uko mbele za nani? Umevaa ovyo ovyo, umejiwekea vitu vituruturu vingi kwenye kichwa chako. Unamjua Mungu unayemwabudu? Ungelijua Mungu unayemwabudu, haungemwabudu na vimawigi vya ovyo ovyo hivi. Haungelimwabudu umejichafua, ungelijitakasa kabla ya kuja kwa Bwana. Mungu akubariki rafiki mpendwa, akushimamie, akueleweshe zaidi. Kesho tutasoma ni nini, kitu gani kilichopatikana ndani ya hiyo sanduku la agano. Mungu akubariki, uwepo wake uonekane kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.